Unaweza kuwa unajiuliza kwa nini Iran inashambulia majirani zake. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa kutoka hapa Zaki Digital. Kuna waliotegemea vita kati ya Israel na Marekani kwa upande mmoja dhidi ya Iran vingebaki katika mipaka ya Iran na Israel. Hali halisi ni kwamba mashambulizi yameenea katika mataifa mengine Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran yameshuhudia mataifa kadhaa ikiwa ni pamoja na Bahrain, Qatar, Falme za Kiarabu, Kuwait, Jordan na Oman yakipigwa na makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Idadi ya nchi zinazokumbwa na mashambulizi zinazidi kuongezeka kadri siku zinavyozidi kwenda. Kuna ripoti pia kutokea kwa mashambulizi dhidi ya Jordan, Iraq na Saudi Arabia. Mashambulizi haya yamesababisha kufungwa kwa anga za ndani ya eneo hilo, huku mashirika ya ndege ya kimataifa yakifuta safari za ndege kuingia na hata kutoka Mashariki ya Kati. Viwanja kadhaa vya ndege vimefungwa katika eneo hilo. Kuna athari za kiuchumi kutokana na kukwama kwa safari za ndege, pia safari za baharini, hasa katika milango ya bahari ya Hormuz. Vile kuna athari katika maisha ya watu. Tayari kuna ripoti za majeruhi na hata vifo katika mataifa ya Kiarabu. Nchi za Kiarabu zinajiona kuwa zinashambuliwa na Iran, ingawa Iran anajiona kuwa anashambulia kitu kingine tofauti kabisa. Ndipo lile swali la kwa nini vita hivi vimevuka mipaka na kuingia katika mataifa mengine linapoibuka hapa. Jawabu la swali hilo ni rahisi sana. Ni kutokana na uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani katika mataifa ya Mashariki ya Kati. Kwa ujumla, Marekani ina vituo vya kijeshi katika maeneo yasiyopungua 19 hivi, 8 kati yao yakizingatiwa kuwa kambi za kudumu. Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, amesema Tehran inaona kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Israel na Marekani kama haki na wajibu wake halali kabisa. Lakini mashambulizi ya Irani hayajapiga kambi za jeshi la Marekani pekee. Kuna ripoti kwamba hoteli, viwanja vya ndege vimeshambuliwa. Umoja wa Falme za Kiarabu imesema mtu mmoja amefariki na wengine wamejeruhiwa baada ya shambulio kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zayed. Irani inafanya hivi kutokana na ukweli kwamba haina uwezo wa kushambulia Marekani moja kwa moja. Kwa lugha nyingine ni kwamba Iran haina makombora yenye uwezo wa kufika Texas au Florida. Umbali wa kutoka mji mkuu wa Iran, Tehran, hadi kufika New York, Marekani ni kama kilomita 9881. Kombora lenye uwezo mkubwa la Iran lina uwezo wa kufika kilomita 3000 tu. Licha ya Iran kuwa na ndege nyingi zisizo na rubani na ndege za kivita, lakini haziwezi kufua dafu katika safari ndefu, ambapo pia kuna mifumo imara ya ulinzi wa anga ya Marekani. Kwa Iran kuna jambo lingine la ziada inalolitafuta katika mashambulizi dhidi ya nchi za Kiarabu. Mashambulizi hayafanyiki ili kulipiza kisasi tu, pia yanafanyika kama njia ya kuzishinikiza nchi hizi zimtulize rafiki yao Marekani. Mahesabu ya Iran ni kwamba kadri mashambulizi yao yanavyokuwa makali na mengi dhidi ya washirika wa Marekani katika eneo hilo, yanaweza kuzisukuma nchi hizo kutoa shinikizo kwa Marekani ili vita vifikie mwisho. Ingawa kuna athari nyingi inaweza kutokea, baadhi ya nchi za Kiarabu zimeeleza kwamba zina haki na wajibu wa mashambulizi ya Iran, lakini hadi sasa hakuna nchi ambayo imeishambulia Iran. Kwa kuzingatia hayo yote, washirika wa Marekani kutoka eneo hilo wana jambo moja la kuchagua kati ya matatu.